Tangu mashindano mashuhuri ya WRC Safari Rally kurejea nchini Kenya mwaka 2021, Naivasha imekuwa kivutio cha wapenda michezo kutoka kote ulimwenguni. Kwa miaka mitano iliyopita, maelfu ya mashabiki wamemiminika katika mji huo wa kando ya ziwa ili kushuhudia mbio hizo za magari. Lakini Safari Rally ni zaidi ya tamasha la kimichezo na ni muhimu tu kwa uchumi kwa wenyeji. Tukio hili limezua gumzo kubwa kwa wafanyabiashara wadogo wa nchi na wachuuzi ambao wengi wao wametegemea mbio hizo ili kujinufaisha. Kwa majina naitwa Samuel Osore na mimi nimetoka Naivasha. Nimekuwa nikifanya hii biashara yangu ya kuuza smoki na smocha na mayai kwa miaka 5 sasa ya WRC. Kwa mwaka wa kwanza biashara ilikuwa hiyo ilikuwa 2021. Biashara ilikuwa mzuri na ilikuwa the first time, na hata tulikuwa tunajua tujaiona kitu kama hiyo, na ikakuwa na biashara mzuri. Ikafuatia mwaka mwingine 2022, hiyo ilikuwa mbaya kabisa. Tulienda hasara kabisa, kazi haikuwa kabisa. 2023 kaenda mwaka 2023 kazi haikuwa mbaya, kazi ilikuwa, na last year pia haikuwa mbaya sana, ilimekuwa mzuri, na this year pia si mzuri vile kama hizo miaka zingine. Fanya biashara kuuza hizi makofia, sababu watu wanapenda sana hizi makofia Safari Rally. Ndio unaona kila mtu anafaa hiyo kofia hapa, ndio huwa tunaleta hapa Naivasha. Ndio kauli biashara sio mbaya sana, tunaendelea na kusukuma polepole tu. Hii ni mara yangu ya pili. Mimi nikilingisha nikalinganisha mwaka ingine na mwaka huu. Mwaka ile ndio ilikuwa kusuri zaidi. Sasa hizo kusuri vile. Naitwa John Mwangi. Mimi ni mkaji wa Nakuru. Na mimi ni mfanya biashara. Na ndio maana niko huku kwa rally leo. Bado tunapambana tu. Okay, last time nilikuwaga hapa. Lakini last time naona kama ilikuwa busy sana. Although nilikuwa nimeanzia Friday, tukaenda pale Naivasha Kidom. Then tukakuja hapa on Saturday ka leo. Then Sunday tena tukarudi Hell's Gate. Na biashara ilikuwa fiti. Lakini kwa leo naona iko chini kidogo, masaa haijaenda sana. Tuna hope tutauza.